Mtazamaji, karibu katika kipindi cha Kilimo Ajira Yangu, ambapo leo tunaangazia kilimo cha bustani katika mikoa ya Lindi na Mtwara. Kumbuka, kipindi hiki kinaratibiwa na Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania, TARI, kituo cha Naliendele. Mtazamaji, katika makala hii tutajifunza kilimo cha matunda na mboga mboga katika mikoa ya Lindi na Mtwara. Si kawaida kuona kilimo cha mboga mboga na matunda katika mikoa ya Lindi na Mtwara. Si kawaida kuona kilimo cha mboga mboga na matunda katika mikoa ya Lindi na Mtwara. Tunaweza kusema ni utamaduni au mazoea ya wakazi wa mikoa hiyo kwa miaka mingi, wakitegemea kilimo cha korosho, ufuta na karanga. Mkuu wa mkoa wa Mtwara, Kanali Ahmed Abbas, amedhamiria kuifungua Mtwara katika sekta ya kilimo cha mboga mboga na matunda. Amesema pamoja na zao la korosho kulimwa kwa wingi, lakini wakazi wa mkoa huo wanayo fursa ya kujiongezea kipato kupitia kilimo cha mboga mboga na matunda. Sasa kuna maeneo mengi tunaposema tunafungua Mtwara, hayo ndio tunayakusudia. Kuna ujenzi mkubwa wa bandari. Bandari itaenda kutoa fursa za ajira, kwa maana ya bidhaa mbalimbali zitasafirishwa kutokea. Kuna bahari, uvuvi utaenda kutoa ajira, lakini vile vile wawekezaji wanaweza wakuja wakawekeza kwenye eneo la. Kuna kilimo, vile vile wananchi wanaweza wakapata ajira, lakini vile vile wawekezaji wanaweza wakaja kuwekeza kwenye eneo la kilimo. Sasa ninapozungumzia kilimo hapa, nazungumzia mazao ya biashara, nazungumzia mazao ya chakula, lakini nazungumzia pia matunda na mboga mboga, ambazo vyote hivi vina uhitaji mkubwa ndani ya mkoa wetu wa Mtwara, lakini vile vile nje ya mipaka ya mkoa wa Mtwara. Kwa mfano, tulienda ziara Komoro, lakini pia wa Komoro walikuja. Wana uhitaji mkubwa wa mboga mboga na matunda. Wana uhitaji mkubwa wa chakula kwa maana ya mchele. Wana uhitaji mkubwa wa viazi, kunde, mbaazi na choroko. Kwa hiyo fursa kwenye eneo la kilimo ziko kwa mtazamo huo, lakini kutokana na ardhi nzuri iliyopo ndani ya mkoa wa Mtwara inayoruhusu kilimo cha matunda na mboga mboga, hapa naendelea kusisitiza kwa sababu ni eneo ambalo naona wananchi hawajalifanyia kazi kwa kiwango kikubwa. Wachangamkie fursa ya kilimo cha matunda, wachangamkie fursa ya kilimo cha mboga mboga, na sisi tuna bahati ndani ya mkoa wetu. Tunayo taasisi ya utafiti, lakini tunacho pia chuo hapa cha kilimo ambacho tunaweza tukajifunza na tukajua jinsi ya kuzalisha kwa tija mazao hayo ya mboga mboga, mazao hayo ya matunda. Kwa hiyo niwaombe wananchi wa mkoa wa Mtwara tujitahidi kuchangamkia fursa hiyo. Soko ni kubwa, la ndani na la nje. Ukiashusha matunda ndani ya muda mfupi, matunda hayapo, maana yake yanahitajika, maana yake yana soko kubwa. Niwaombe wananchi tufungue Mtwara kwa kuchangamkia fursa mbalimbali zikiwepo cha kilimo cha mazao ya matunda na mboga mboga, ambayo naona kwa mkoa wetu bado hatufanyi vizuri. Sisi tunapakana na Mozambiki, tunapakana na Komoro, lakini pia tunao majirani Lindi na Ruvuma. Kwa hiyo mimi nasema wakilima soko lipo, wakilima sio lazima pia wapeleke huko. Hata soko la ndani bado halijajitosheleza kwenye mazao hayo. Tuna taasisi nyingi, tuna mahoteli mengi, lakini tuna wananchi wengi ambao wangehitaji
kula mboga mboga, wangehitaji kula matunda, na bado hao majirani zetu ambao nimesema wana uhitaji mkubwa wa mboga mboga na matunda, Komoro na Mozambiki. Kwa hiyo soko lipo na mipaka hiyo inaruhusu uzalishaji huo, na wananchi waichangamkie. Ili kuwawezesha wakazi wa mikoa ya Lindi na Mtwara kujihusisha na kilimo cha bustani, TARI kituo cha Naliendele ilianzisha kitengo maalum cha kutoa elimu ya kilimo cha mboga mboga na matunda, ambapo watu mbalimbali wanatembelea na kujifunza. Hawa ni baadhi ya kina mama ambao wamekwenda kujifunza kilimo hicho cha mboga mboga. Hapa Dr. Kapinga anaeleza namna watakavyonufaika. Sisi na nafasi yetu tulionayo ni kutoa elimu sahihi ya kilimo sahihi na kilimo kizuri cha mboga mboga na hata matunda. Kwa sababu kama nilivyosema, kilimo ni biashara. Kama ni biashara, lazima uangalie unataka kufanya biashara na nani, na biashara hiyo inahitajika lini. Kuna mbinu pia ya namna ya kuzalisha mboga iweze kuliwa kwa wakati fulani. Huwezi kuzalisha mboga kwa kipindi ambacho pengine itaenda kukutana na wenzako sokoni, na ndicho ambacho wakati mwingine tunakosea, au wakati mwingine walimaji mboga mboga wanakosea. Anazalisha mboga muda ambao unavyoenda kwenye soko kila moja na mboga aina hiyo hiyo. Sasa sisi kwa nafasi yetu tunatumia nafasi hiyo pia kuwaelimisha utaalamu wa kuangalia soko linahitaji nini kwa wakati gani, na akishajua lini inahitajika zao fulani la mboga mboga, basi ni rahisi sasa sisi kwenda kuelewesha ni walime hiyo mboga wapande muda gani ili waweze kwenda kwenye soko muda ambao waweze kuuza ile soko, kuuza ile mboga panapohitajika na watu wengi. Kwa hiyo sisi kama kituo cha utafiti TARI Naliendele, tutakachofanya kwanza niseme kama ninawapongeza kwa kuamua kukata shauri kabisa kwa dhati kutaka kuenda kwenye biashara ya kilimo na hasa mboga mboga. Na nawapongeza pia kwa kutambua kwamba uwepo wetu sisi hapa ni kwa ajili yao, na umekuja hapa kupata kubadilishana, kuangalia kwa leo, umekuja kuangalia uone nini tunachofanya. Lakini ninawaahidi kwamba sisi tutawasupport kiutaalamu, tutawapa nguvu kiutaalamu kuhakikisha kwamba wanalima mboga kwa utaalamu, wanavuna mavuno ambayo yatakuwa na tija. Na ieleweke kwamba Mtwara ni mji sababu unakuwa, na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ameshatuelekeza, ametoa kauli ya kusema kwamba tunataka kuifungua Mtwara. Sasa kufungua Mtwara, watu wanadhana pengine, wanaweza kudhana pengine tofauti kwamba kufungua labda ni mambo ya utalii, labda ni viwanda tu peke yake, usafirishaji peke yake. Sisi kwa nafasi yetu tuna support lile kwa njia ambayo itawezesha ufunguaji wa Mtwara. Utakapofungua Mtwara maana yake ni kwamba kuna watu wengi sana watakuja Mtwara kwa ajili ya kufanya shughuli mbalimbali za kibiashara, kimaendeleo, za kiuchumi. Hasa hawa watu wanapokuja Mtwara hii, tunajipangaje kuwalisha? Watakula nini wakija hapa? Je, mahoteli yetu yatakweza kuwa na mahitaji ya kimsingi kama mboga mboga, matunda na kadhalika? Sasa kikundi hiki cha wanawake kilichokuja, na nakipongeza kwa sababu kimelenga pia kutekeleza ili haya maono ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Na sisi kwa nafasi yetu sasa tunatumia fursa hiyo hiyo kuendelea kupigilia msumari kwamba tunataka kuifungua Mtwara hii kupitia fani ambazo tulizo nazo. Fani zetu sisi ni kufanya utafiti wa mazao, kutoa elimu kuhusu kilimo bora cha mazao mbalimbali ikiwemo bustani. Kwa hiyo katika hilo sasa, ili Mtwara yetu hii kweli ifunguke kwa tija, lazima pia tuwe uwezeshaji wa kuwafanya hawa watakao kuja hapa Mtwara kama manispaa kufanya biashara kupitia bandari, kupitia uwanja wa ndege,
kupitia barabara ambazo imefunguka vizuri sana. Lazima wapate mazingira ambayo hivi ambavyo kina mama wameanzisha ndio maeneo ambayo sahihi. Lazima kuwe na uwezeshaji wa kuwafanya wanaokuja hapa wasipate shida kupata vyakula ambavyo viko salama na sahihi kwa afya zao. Anaweza kaja mtu hapa akataka kula pengine mboga aina fulani, utasema hatuna. Kwa maana sasa hiyo ni fursa ambayo hawa kina mama wameangalia vizuri sana, kwamba wao sasa ni fursa kuweza kuzalisha vitu ambavyo watu mbalimbali watahitaji. Sasa kwa sababu sisi tuko hapa kwa kazi yetu hizi ni kufanya utafiti wa mazao ikiwemo mazao bustani, basi ni jukumu sasa pia na tutashirikiana nao kuwashauri ni aina gani za mboga zilimwe kulingana na uhitaji wa watu mbalimbali, na ekolojia ya Mtwara ni aina gani za mboga ambazo zitalimwa, ni aina gani walime na lini walime, na tutajime kuvuna lini ili kwenda sambamba na uhitaji wa soko la hapa Mtwara. Kina mama hawa wanaelezwa namna mgomba mmoja unavyoweza kutoa miche mingi kwa pamoja. TARI na Liendele ambayo ni taasisi ya serikali tunaunga mkono kwa vitendo. Lakini kuunga mkono kwa vitendo kule, kwa hilo wazo la kuanzisha shamba la korosho, mimi na waahidi sisi tutasupport mbegu bure. Asante. Na ni mbegu bora za korosho ambazo sisi kwa shamba hili mnasema tutasupport bure, kwa sababu lengo letu sisi tunayofanya hayo yasiishie hapa, yaishie kule ambako wahitaji wapo. Na nataka kwenye shamba la korosho wakishapanda, si tunaruhusiwa pia kupanda mambo mengine? Unapoanza pale unaweza kupanda mazao mengine. Kwa mfano mle kwenye shamba la korosho unapoanzisha pale, unaweza pia kupanda mazao mengine kama ufuta, karanga, alizeti, ili kuendelea kupalilia. Na tunashauri kwamba usianzishe shamba ambalo utapanda mikorosho peke yake. Panda kwa mazao mengine, wakati unapopalilia unapalilia na mikorosho yako. Lakini pia inarudisha fedha uliyotumia kwenda kuanzisha shamba la korosho. Na hizi migomba mbegu mbegu mtaandalia kulingana na aina mtakazohitaji, na ndio maana tumesema hapa kuna migomba aina nyingi. Kila mgomba ni aina tofauti na mingine unavyoona pale. Lakini nasema ndizi, tufahamu kwamba ndizi inaweza kuwa kwa ajili ya kupika au kupika na kuivisha ikawa kama tunda. Lakini kuna zingine wengine wanatangaza kutengeneza kwa ajili ya kukaanga. Kwa hiyo aina mbalimbali zina sifa mbalimbali. Kwa hiyo sasa yule nyinyi sasa kuhakikisha kwamba tunataka labda tuandalie mbegu za aina gani, na kila mbegu ina sifa zake. Matarajio ya kina mama hawa ni kuanza kilimo cha mboga mboga na matunda katika mkoa wa Mtwara. Mtwara tuna fursa kubwa sana ya kiuchumi, hasa kilimo cha mboga mboga pamoja na korosho, na wanawake wengi wanatamani sana kulima lakini hawajui wanaanzia wapi. Kwa hiyo tukasema kwa mwaka huu kwenye semina yetu ya kijiji cha wanawake wa thubutu, tukiwa na kauli mbiu kwamba tunapigilia msumari genge lisianguke, tuje na programu ya kilimo ambayo tulizindua tarehe 16 mwezi wa 9 tulifanya Mashujaa Park, na manake leo hii ni semina ya pili ambayo tunafanya nadharia. Tumekuja na wanawake TARI kujifunza kilimo, na tumeona wanawake wana shauku kubwa na kila mmoja anaongelea swala la kilimo, na wanasema kwamba baada ya hili darasa kumalizika leo, kila mtu anatamani kwenda kuanzisha kitalu chake cha mboga mboga pamoja na bustani ya nyanya. Kwa hiyo sisi kwa asilimia 90 tumeweza kufikia haja ya walengwa wetu wanawake ambao walikuwa na shauku ya kujua kwamba sisi tunataka kulima lakini hatujui tutapata vipi access ya kujifunza kilimo na tutaanza vipi kulima. Sasa tulipokuja hapa, yani imekuwa kama tumetoka pamoja, kama tumekuja kusoma tumetoka, yani tuko kwenye ntoko. Maleo tumevaa vizuri, tumependeza, hatujulikani kama wajane. Leo tunaonekana kama tuko na waume zetu lakini ni wajane. Kingine mboga, swala la Mtwara mboga ni bei ni za hali, bei kubwa, halafu zinapotea. Na mboga zenyewe zinatoka mbali, hakuna mboga inatoka Mtwara. Hata nyanya zinatoka mbali, Iringa, sijui Njombe huko ndo zinatoka.
Lakini tulipokuja hapa tumejionea wenyewe na tumejifunza, tuna imani tutakwenda kufanya kazi hizo kwa sababu elimu tumepata na wametuahidi kwa wataendelea kutufundisha na tutaingia darasani, na tuna imani kubwa kwa hawatatuacha. Tulionelea tupate mafunzo ya kulima kilimo cha muda mfupi. Kwa tukaomba FB Empowerment kupitia ofisi ya mkuu wa mkoa na mkuu wa wilaya wawasiliane na watu wanaliendele TARI ili sisi tuweze kuona hatua za awali kwamba kama inawezekana kupata mboga. Lakini kwa kufika hapa leo TARI na liendele tumepokelewa vizuri na mkuu wa kituo ndugu Kapinga, ametutembeza kote na amethubutu kuwaita nyinyi waandishi wa habari ili sisi tuwe washuhuda kwa kina mama wenzetu wa Mtwara kwamba Mtwara inapofunguka kilimo cha mboga mboga kinawezekana. Ukosefu wa damu kupingwa unawezekana tukitumia wataalamu wao. Tulivyokuja leo tukaona hivi jinsi mnavyopanda na kumwagilia vizuri, safi sana, kwamba hata sisi tumepata fundisho kwamba tukienda nyumbani tutaweka matuta yetu, fanya mboga na kulisha jamii yetu zunguka. Bei zake ni kweli ni ngumu kwamba ukienda sokoni fungu la 500 unaweza ukala mlo wa mchana tu. Ila kama ukilima wewe mwenyewe basi utakuwa umepata mboga asubuhi na jioni, mchana. TARI kituo cha Naliendele inashirikiana na wadau mbalimbali wa mbegu za mboga mboga ili kuwafikia wakulima wengi. Mdau mmojawapo ni kituo cha uzalishaji mbegu za mboga mboga cha World Vegetable Center. Kwa hiyo katika shughuli tunazozifanya, mojawapo za utafiti ni mojawapo ya kutengeneza hizi aina za mbegu ambazo ni za asili, lakini pia na kuzisambaza kwa wakulima. Na kipindi hiki cha sasa hivi tuna utafiti ambao tunauita ni citizen science, kwa maana kwamba mkulima mwenyewe au mwananchi anakuwa ndio mtafiti ambaye anaweza kupelekea kutambua kwamba ni aina gani ndio bora zaidi na ambazo anazipendelea yeye mwenyewe kuzitumia. Kwa hiyo utafiti huu uko chini ya mradi unaitwa Crops for HD, ambao kwa kirefu chake ni Consumption of Resilient and Crops and Products for Healthier Diets. Kwa hiyo kiujumla ni kwamba tunataka hizi mbegu bora ziwafikie wakulima wa kusini, lakini pia iwapunguzie ile adha ya wao kutafuta mbegu kwenda mbali, Moshi, Arusha, Dar es Salaam, lakini pia wanaweza kukizipata kupitia hapa Mtwara na Lindi. Kwa hiyo tunashirikiana pamoja na kituo cha utafiti cha TARI na Liendele, kwa maana kwamba watakuwa na utafiti wa kwenye kituo, lakini pia wataunganisha moja kwa moja na wakulima. Na tunatamani zaidi mbegu hizi ziweze kuwa zinapatikana kwa ukaribu kupitia kituo cha utafiti cha TARI kwa kushirikiana na kituo cha World Vegetable Center. Kwa hiyo tunaamini kutokana na utafiti huu itawafaa wakulima wetu, lakini pia itawawezesha wao kupata mbegu bora na kuzalisha mazao yenye tija, lakini pia kwa namna moja au nyingine itaweza kuwawezesha kuongeza kipato, actually ni uchumi, lakini pia kuwezesha kupata lishe bora, kwa sababu tunaamini nchi yetu ili kuweza kuendelea kwanza kuwa na mbegu bora, lakini pia kupata mazao ambayo yanaweza kuwa na lishe na kuikuza jamii yetu iwe na uwezo mzuri wa kimaisha. TARI kituo cha Naliendele inahimiza wakulima wa mikoa ya Lindi na Mtwara pamoja na wakulima wa zao la korosho pia wajihusishe na kilimo cha mboga mboga na matunda. Pamoja na umuhimu wa zao la korosho kwenye mikoa hii ya kusini, Mtwara na Lindi, tunahimiza kwamba wakulima wawe na mazao zaidi ya moja. Awe na korosho kama kawaida, lakini na mazao mengine kama hayo ambayo kina mama wametaka kuwekeza.
kwamba kitendo cha kuwa na mazao mengine ya ziada zaidi ya korosho pia ni fursa ya kupata fedha za kuweza kununua hata pembejeo za kwenye zao la korosho. Kwa hiyo angalau mkulima ana mazao hata manne sio mbaya, ambayo hayana ushindani na korosho wala hayaathiri kulima korosho. Kwa hiyo swala kama hili la kina mama hawa kuwa na mazao haya ya bustani bado inaongeza mkulima kipato. Baada kuvuna korosho zake, baada zile hela kuendelea kutumia alizopata kipato kwenye korosho kuendelea kukitumia tu, anaweza pia akapata kipato kingine kutoka kwenye mazao ambayo ni haya bustani. Mazao ya bustani inaweza kumsaidia kununua pembejeo, mfano viuatilifu ambavyo vitakapofika muda kuvulizia kwenye korosho yake ameshanunua mwenyewe. Kwa hiyo mkulima, tunashauri kulima wawe na mazao angalau manne kama hali ya hewa inaruhusu, ekolojia kulima mazao inaruhusu. Wasisite kulima mazao mengine baada kutegemea tu zao moja peke yake. Haina tatizo kulima korosho na mazao mengine ambayo inaweza kulimwa katika mazingira haya Mtwara na Lindi kwa jumla. Mtazamaji, mpaka hapo tumefikia mwisho wa makala hii. Kumbuka, kipindi hiki kimeratibiwa na Taasisi ya Utafiti wa Kilimo TARI, Kituo cha Naliendele. Usikose kuangalia kipindi kingine cha Kilimo Ajira Yangu wiki ijayo, muda na wakati kama huu. Asanteni.